Kuna vitu vya kumwomba Bwana, usianze kumwomba Bwana fedha peke yake. Yaani kabla hujaanza kusema Mungu naomba utajiri, unahitaji hekima ya kuutunza utajiri. Kabla kumwambia Bwana naomba unipatie ndoa, unahitaji hekima ya kuwa mke, ya kuwa mume. Kabla kumwambia Bwana nahitaji unipatie kitu fulani, unahitaji mafuta na nguvu ya kukifanyisha kile kitu kiendelee. Ni wengi waliowahi kupata kazi nzuri lakini walishindwa kudumu kwa sababu walitaka kazi lakini hawakutaka nguvu ya kuendeleza kazi. Wengi walitaka ndoa, wakaingia kwenye ndoa kwa mahitaji yao. Ndoa imekuwa ngumu kwa sababu walikimbilia ndoa, wakasahau kuomba Mungu awasaidie namna ya kuweza kuitunza ndoa. Wengi walitaka hicho ambacho nao ukifikiria ukipate, ni kwa sababu walitaka hicho lakini wakasahau kwamba unahitaji ulinzi wa kukilinda. Walisahau kwamba unahitaji ulinzi wa kukiombea. Walisahau kwamba unahitaji ulinzi wa kukiatamia. Unaweza kuwa shahidi nami kwenye familia. Kuna watoto ambao walikuwa kwenye familia wanafanya vizuri kwenye masomo. Tukasema hawa watoto wanaweza kafika mbali, au huyu mtoto anaweza kafika mbali, na ukajisahau mzazi, ukaona kwamba ni kawaida mwanangu ana akili. Lakini baada ya muda maisha yake yakaharibika, akili zake zimekuwa hazina maana tena. Ni kwa sababu gani? Wakati ana kitu tulisahau kuweka ulinzi, tulisahau kumtakasa, tulisahau kumweka awe sawa. Adui akapanda mapando, akaweka uharibifu. Lakini leo nasimama kama mjumbe wa Bwana na mjoli wa Bwana, nasema kila mji uliochafuliwa unaenda kutakaswa. Kila mahali ambapo adui aliweka uharibifu tunaenda kutakasa kwa jina la Yesu. Sema amina katika damu ya Yesu.